Yes, bana mambo vipi? Ujambo na karibu media, kituo chako bora cha kusikilizia updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami presenter wako Biologist Andrew. Mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa zetu zote ambazo kuna trend hapa media kwa wakati. Just bana moja story ambazo ndio kumekea hivi sasa kwa mtandao wa kijamii, moja story ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya dada taifa all the way from Marekani. Hapa namzungumzia bidada Mange Kimambi bwana, kutoa asili ugonjwa na mtesa mwanadada Gigimani. Hii ni baada ya siku ya jana bwana kusambaa kwa video clip ikimuonesha mwanadada Gigimani bwana akiwa hospitalini, na baadhi ya mashabiki kutamani kufahamu ya kwamba nini ambacho kinamtesa mwanadada Gigimani, kwa sababu mara kadhaa amekuwa akirudishwa hospitalini, na hii sio mara ya kwanza, ni kama mara tatu hivi tumemwona Gigimani bwana akiwa anarudishwa mara kadhaa hospitalini. Sasa kipindi fulani hivi kulikuwa kuna taarifa ambazo zinaendelea kwa mtandao wa kijamii kuhusiana na hiki ambacho kinaonekana kama mwanadada Gigimani, ni kwamba ilikuwa anafanya tangazo kwenye moja hospitali ambayo alienda mwanadada Gigimani, na kwa madai ya maelezo ambayo aliyazungumza yeye mwenyewe Gigimani ni kwamba alipewa pesa na ile hospitali ili aweze kwenda kufanya tangazo, lakini alikuwa sio mgonjwa, kwa maana kwamba tangazo ndilo ambalo lilimfanya aweze kuwepo kwenye ile hospitali, kwa mujibu wa maelezo ambayo aliyazungumza mwenyewe mwanadada Gigimani, kama vile kuwajibu baadhi ya mashabiki zake ambao wamekuwa wakitamani kufahamu kwamba mbona mara kwa mara Gigimani amekuwa akirudishwa hospitalini. Lakini kwa mara ya pili ilikuwa ni serious ugonjwa, kwa maana kwamba Gigimani alikuwa anaumwa, na tuliona mpaka alikuwa akichukuliwa sample ya damu mkononi, kufanywa vipimo na mambo mengi ambayo yalionekana ambayo mgonjwa anatakiwa afanyiwe na daktari. Kwa hiyo yule daktari wa mwanadada Gigimani bwana alimfanyia yale yote, mpaka pale mashabiki walisema kwamba sasa hapa tunaamini kwamba Gigimani kuna kinachomsumbua, kwa sababu mara kadhaa amekuwa akirudishwa hospitalini. Sasa mashabiki walikuwa kitamani sana kufahamu kwamba ni nini ambacho kimekuwa kikimtesa, lakini pia ni nini ambacho kimekuwa kikimsumbua mwanadada Gigimani, mbona mara kadhaa amekuwa akirudishwa hospitalini. Sasa siku ya jana bwana, kupitia Mange Kimambi hapo, Mange Kimambi ameamua kutoboa siri ugonjwa ambao umekuwa ukimsumbua mwanadada Gigimani, kwa kuwajibu mashabiki ambao wamekuwa wakitamani kufahamu kwamba ni nini ambacho kimekuwa kikimtesa, lakini pia ni nini ambacho kimekuwa kikimsumbua msanii wao Gigimani. Mange Kimambi amezungumza kusema kwamba kwani mnajiuliza kitu ambacho hamkijui. Gigimani ni muda mrefu sana ameathirika, na ni swala ambalo nimekuwa nikilizungumza mara kadhaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba Gigimani mgonjwa, na sio tu Gigimani, wasanii wengi wa kike kwa nchini yetu Tanzania bana wameathirika. Ni swala ambalo liko wazi na kila mtu analifahamu, na hii ni kutokana na tamaa za kutaka mali za haraka haraka, lakini pia kutokana na mambo ambayo alikuwa akiyafanya, kwa sababu amegeuza maisha yao katika swala zima la udangaji. Na hata yeye mwenyewe Gigimani alishakuzungumza kipindi fulani kusema kwamba maisha yake hivi sasa anaendesha katika swala zima la kudanga. Sasa ni mtu gani ambaye anadanga alafu afya yake iwe stable? Kwa hiyo shida kwamba kinachomsumbua Gigimani ni Gigimani ni mwathirika, kwa sababu yeye mwenyewe alishakuzungumza pia mara kadhaa kwamba maisha yake hivi sasa anaendesha kwa kudanga. Na sio tu Gigimani, wasanii wengi wa kike kwa nchini yetu Tanzania, lakini pia watu maarufu kwa nchini yetu Tanzania wa kike maisha yao wanaendesha katika swala zima la kudanga. Niko ambaye alizungumza mwanadada Mange Kimambi all the way from Marekani, na kuambia mashabiki ya kwamba hiyo ndio faida ya udangaji. Ndio maana mara kadhaa wamekuwa wakirudishwa hospitalini kwenda kuchukuliwa damu, kwa kwamba huwa wanaenda kubadilishwa sample ya damu ili mradi waweze kukaa sawa kutokana na shida ambazo wanazo, kwa sababu wao sio watu wa kutumia dawa. Kwa hiyo wanaporudi hospitali huwa wanaenda kubadilishiwa damu. Niko ambaye alizungumza mwanadada Mange Kimambi all the way from Marekani, kama vile kutoa asili vijua haya ambayo amekuwa akiendelea kutrendi kwenye mitandao ya kijamii. Sasa baada ya Mange Kimambi kuzungumza hayo bana, baadhi ya mashabiki wapo ambao wamemuunga mkono kusema kwamba ni kweli kabisa hiki ambacho angezungumza mwanadada Mange Kimambi, kwa sababu wasanii wetu hapa nchini Tanzania wamekuwa akiendekeza sana pesa, kwa maana kwamba huwa wanathamini sana pesa kuliko kitu chochote, na haya ndio matokeo yake. Huwa wanapenda sana pesa katika swala zima la udangaji, huwa wanadanga ili waweze kujipatia kipato, kwa sababu wanaona muziki ambao wamekuwa wakifanya au labda biashara ambazo wamekuwa wakizifanya zimekuwa zikiwaingizia pesa kidogo sana. Wao huwa wana tamaa ya kufanya mastale, wanakuwa na tamaa ya kufanya mambo ya kuonekana, kufanya zile show kwenye mitandao ya kijamii. Hizo ndizo ambazo zinakuwa zikiwaponza. Kwa hiki ambacho ningezungumza mwanadada Mange Kimambi, mimi kama shabiki siwezi kukipinga hata kidogo. Naamini tu ya kwamba ni kweli hiki ambacho ningezungumza, kwa sababu na sisi tunajionea kwamba hawa wasanii wetu wa kike bana wanapenda sana kuendesha maisha yao kwa kudanga. Ni kweli ambaye amezungumza ushabiki ambaye ameunga mkono hiki ambacho ningezungumza mwanadada Mange Kimambi all the way from Marekani kupitia Mange Kimambi app. Lakini huyu shabiki amekuwa akimcrush mwanadada Mange Kimambi na kusema kwamba umezoea bana, kila mtu ambaye anaumwa hapa nchini kwetu Tanzania, kila msanii ambaye anaumwa hapa nchini kwetu Tanzania lazima
umwambie ameathirika. Mara ya kwanza tuliona mwanamama Grace Mapunda, kifo chake umekuwa kizungumza sana kwa kusema kwamba sijui Grace Mapunda aliathirika, alikuwa akiendekeza sana starehe. Tukija tukaona mwanadada Wema Abraham Sepetu mara kadhaa umekuwa ukimdhalilisha kwa mtandao wa kijamii kusema kwamba naye pia ameathirika, kwa sababu kulikuwa kuna picha na video zikimuonesha akiwa hospitalini. Huyu Gigy Money mara kwanza ameizungumza kwa kusema kwamba ameathirika, mpaka baadaye tukija tukaona kwamba kumbe alikuwa akifanya tangazo kwa ile hospitali, alafu baadaye pia ukaja ukasema tena ameathirika baada ya kurudishwa tena hospitali. Kwa hiyo tumeshakuzoea kwa hiyo ambacho tumekuwa tukizungumza mara kadhaa kuhusiana na wasanii wetu hapa nchini kwetu Tanzania. Kwa hiyo kila utakachokizungumza zani kama tutakiunga mkono, kwa sababu huwa unapenda kutafuta trending, lakini pia huwa unapenda kutafuta watu ili waweze kuongeza followers kwenye mitandao yako ya kijamii, especially Instagram, ikiwemo huko Mange Kimambi hapo na app nyingine zote ambazo umekuwa ukizitumia kwa ajili ya mashabiki zako. Umekuwa ukitengeneza habari ili watu waweze kukufuatilia. Kwa hiyo tumeshakushtukia, hatuwezi kufuatilia kile ambacho nakizungumza. Tunachoamini Gigy Money ni mzima na yu salama, na kama ameathirika basi nadhani ya kwamba mtakuwa mmeathirika wote, kwa sababu huwezi kumtambua mtu ambaye ameathirika kama na wewe hujaathirika. Ni kauli ambayo amezungumza hushabiki kumjibu mwanadada Mange Kimambi kwa kusema kwamba kila mgonjwa hapa nchini Tanzania msanii lazima umwambie kwamba ameathirika. Kwa hiyo tumeshakuchoka kwa hiyo ambacho tulikuwa kizungumza. Hata kama Gigy Money ameathirika, atajijua yeye na maisha yake, wala hatuwezi kusikiliza hiyo ambacho umekizungumza. Ni kauli ambayo amezungumza ushabiki kama vile kumcrush mwanadada Mange Kimambi ambaye kila siku amekuwa akiwazungumzia vibaya wasanii wetu hapa nchini Tanzania kwa kuambia kwamba ameathirika kutokana na matatizo ambayo anayo. Kwa hiyo akirudishwa tu hospitali msanii, basi Mange Kimambi anazungumza sio kwamba huyu msanii huenda ameathirika. Sasa wewe mpenzi Furubu Media, nini ambacho unazungumza kuhusiana hili ambalo amezungumza mwanadada Mange Kimambi, dada wa taifa all the way from Marekani? Nadhani kwamba ni kweli mwanadada Gigy Money ni miongoni mwa wale ambao ameathirika, na ndio maana mara kadhaa amekuwa akirudishwa hospitalini kwa mujibu wa kauli ambayo amezungumza mwenyewe kusema kwamba maisha yake hivi sasa anaendesha kwa swala zima la kudango. Naamini iko ambacho amekizungumza mwanadada Mange Kimambi au na mcrush Mange Kimambi kwa kile ambacho amekizungumza kusema kwamba Gigy Money ameathirika baada ya kusambaa kwa hizi video pamoja na pictures zikimuonesha Gigy Money akiwa hospitalini. Drop ya comment hapo chini kwenye comment section kumtakia hali ya uzima mwanadada Gigy Money kufuatia hiki ambacho kinaendelea sasa kwa mtandao wa kijamii baada ya video clip na picha kusambaa zikimuonesha Gigy Money akiwa hospitalini. Baada ya kudrop ya comment hapo chini, tutapata next video. I hope mmeenjoy tufikia. Fahamu ya kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo vingine kada kwa Trend Baba Media, ambacho tunaomba tu ni kuendelea kusana nasi bana kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe. This is the voice of Barojist Andrew, the most expensive presenter from Baba Media. Baki nasi for more update, maana Baba Media ni kitu chako bora kwa kupatia updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani ya nchi ya Tanzania. Baki nasi for more update. Ciao.